Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema kwamba Urusi haikuwa na chaguo jingine ila kuanzisha operesheni ya kijeshi nchini Ukraine kutokana na kuendelea kwa ukandamizaji wa watu wa Donbas pamoja na mamlaka ya Kiev kufuatia mapinduzi ya Euromaidan ya mwaka 2014 ambayo yalipatwa uungwaji mkono kutoka kwa mataifa kadhaa ya Magharibi. Akizungumza na kundi la wafanyabiashara katika ikulu ya Kremlin, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alisema kwamba Moscow isingeweza kufumbia macho mateso ya raia wanaozungumza Kirusi katika taifa hilo jirani, akisisitiza msimamo wa Urusi kuwa chanzo cha mgogoro huo ni matukio ya vurugu yaliyotokea Kiev mwanzoni mwa mwaka 2014 ambapo maandamano ya awali yalikuwa ya amani yaligeuka kuwa ghasia na mapambano na polisi, hali ambayo ilisababisha kuondolewa madarakani kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia Bwana Viktor Yanukovych. Kundi la wapinga Yanukovych lilijumuisha makundi ya kitaifa yenye misimamo mikali kama lile kundi la Right Sector pamoja na Civil Border. Anasema mnapaswa kuelewa kuwa sisi tuliosababisha mapinduzi nchini Ukraine, alisema Bwana Vladimir Putin. Akasema mataifa ya Magharibi daima yanatambua kwamba demokrasia na uchaguzi vinapaswa kuheshimiwa, lakini wao walitekeleza mapinduzi ya damu kweli kana kwamba hilo ni jambo la kawaida. Baadaye wakaanza kuwatesa watu wa Donbas, wakiwaua kwa kutumia helikopta pamoja na ndege za kivita. Kwa kweli walitulazimisha kuchukua hatua tunazochukua leo, halafu sasa wanajaribu kutulaumu kwamba kwa nini tunafanya hivyo. Mapinduzi hayo mjini Kiev yalisababisha maandamano ya kupinga na ghasia zaidi, yakiwemo mapigano mabaya yaliyotokea Odessa mnamo Mei mwaka 2014 ambapo watu 48 walifariki dunia, waliuawa. Maeneo yanayozungumza Kirusi kwa wingi kama Donetsk pamoja na Luhansk yalipinga mapinduzi ya Euromaidan na kupiga kura kujitenga na Ukraine, na serikali mpya ya Kiev ilijibu kwa kutuma majeshi katika msimu wa machipuo mwaka 2014 na kuanzisha mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Donetsk pamoja na miji mingine ya Donbas kwa kutumia mabomu pamoja na makombora. Ukraine baadaye ilikataa kutekeleza makubaliano ya Minsk ya mwaka 2014 hadi mwaka 2015 ambayo yaliidhinishwa na Umoja wa Mataifa, ambayo yangewapa uhuru wa ndani wakazi wa Donetsk pamoja na Lugansk. Viongozi wa Umoja wa Ulaya akiwemo aliyekuwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel walikiri baadaye kwamba Kiev ilitumia kipindi hicho cha usitishaji vita kujijenga upya kijeshi na kiuchumi. Tangu mwaka 2014 Ukraine pia ilipitisha sheria kadhaa zilizolenga kupunguza matumizi ya lugha za Kirusi katika maisha ya kawaida ya kule Ukraine. Putin ametaja kutotekelezwa kwa makubaliano ya Minsk na uvunjaji wa haki za wanaozungumza Kirusi kuwa ni mizizi ya mgogoro huo, akifananisha vitendo vya Kiev na mauaji ya kimbari. Tangu wakati huo amekuwa akitaka Ukraine iachane na mipango yake ya kujiunga na NATO na badala yake iwe taifa huru lisiloegemea upande wowote wa kijeshi, na itambue rasmi kwamba Crimea na maeneo mengine manne ya zamani ya Ukraine sasa ni sehemu ya Urusi. Moja kati ya mjadala ambao siku moja nilipita eneo nikakuta watu wanazungumza kuhusiana na nini ambacho kilisababisha hayo mapinduzi ya Euromaidan au yanafahamika kama mapinduzi za Maidan, na watu wakawa wanajiuliza kwamba ni nani hasa ambaye alihusika katika mapinduzi hayo na kwa nini nchi za Ulaya hususan Marekani pamoja na EU waliunga mkono mapinduzi hayo, na ilionekana vipi kwamba walikuwa wanaunga mkono mapinduzi hayo. Ni moja kati ya maswali ambayo nimekuta watu wengi sana wakiwa wanajiuliza. Sasa nimekuja hapa japo tuelewe kwa pamoja hii lugha ambayo nataka tuzungumze leo hapa. Tunapozungumzia nani aliyesababisha mapinduzi ya Maidan au Euromaidan, ni kwamba kwanza ni lazima muelewe kwamba Urusi haikusababisha mapinduzi ya Maidan au yanayofahamika kama Euromaidan ya mwaka 2013 hadi mwaka 2014. Kwa nini tunasema hivi? Mapinduzi haya ya Euromaidan ambayo yanafahamika pia kama yalikuwa ni mapinduzi ya heshima, yalianza kama maandamano ya raia dhidi ya uamuzi wa rais wa wakati huo wa Ukraine akifahamika kama Viktor Yanukovych ya kutosaini mkataba wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya EU
na badala yake kuonesha nia ya kuimarisha uhusiano na Urusi. Yani wakati wa Rais Viktor Yanukovych palikuwa pana mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kuanzia 2013 mpaka 2014 hapa, ambapo hayo mazungumzo yalikuwa yanahusu Marekani, yalikuwa yanahusu EU pamoja na Ukraine yenyewe, kwamba Ukraine inatakiwa kujiunga na EU kwa maana ya Umoja wa Ulaya. Sasa wakati wanafikia kwenye hatua za kutaka kusaini hiyo mikataba, rais wa wakati huo wa Ukraine bwana Viktor Yanukovych alikataa kusaini mkataba huo, na alipokataa kusaini makubaliano hayo au mkataba, alionyesha kutaka kuanza mashirikiano na Urusi. Kwa hiyo maandamano sasa yakaanza mwishoni mwa mwaka 2013 jijini Kiev, ambayo yalikuwa yana wanaharakati wengi sana, wengi walikuwa wanapinga serikali, na baadaye ilikuwa ni hatua za kuondolewa kwa Yanukovych mnamo Februari 2014. Yani ni hivi, wakati Yanukovych amegomea kujiunga na EU, raia wengi wa Ukraine walikuwa wamekubali kwamba wanatakiwa kujiunga na EU. Kwa hiyo baada ya kuonekana jamaa amegoma kusaini makubaliano hayo, basi yalianza kutokea mashinikizo kutoka kwa nchi za Ulaya, hususan Ulaya Magharibi na Marekani, wakianza kuwashinikiza raia, yani kama walivyofanya tu kule Libya, kwamba walianza kuwashinikiza raia wa pale Ukraine waingie kwenye maandamano ya kumpinga Viktor Yanukovych kwa nini amekataa taifa la Ukraine kujiunga na EU. Kwa hiyo hapa ndipo msala ulipoanza. Sasa maandamano yalitokana na hasira za umma kwamba walisema Rais Viktor Yanukovych alikuwa ni fisadi, alikuwa anakandamiza haki za raia, lakini uamuzi wa kuikataa EU ndio ulipelekea waweze kufanya maandamano haya. Na maandamano yaliongozwa na wanaharakati wa kiraia, vijana na baadhi ya wanasiasa ambao walikuwa wanatoka kwenye vyama vya upinzani. Sasa mataifa ya magharibi yaliingiaje? Urusi na baadhi ya watu ambao walishuhudia mapinduzi hayo wanadai kwamba mataifa ya magharibi, hasa Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya, walihusika kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja kutoa msaada wa kifedha na kisiasa kwa vikundi vya kiraia ambavyo vilikuwa vimeandaa maandamano yale kwa kuunga mkono wazi wapinzani wa Yanukovych. Kwa hiyo Marekani walianza kufadhili vile vikundi ambavyo vilikuwa vinaipinga serikali ya Yanukovych. EU wakaanza kufadhili vile vikundi ambavyo vinaipinga serikali ya Yanukovych, na Urusi yenyewe baadaye ilikuja kuhusika kwenye kujaribu kuzuia kuongezeka kwa ushawishi wa magharibi. Yani baada ya Urusi kugundua kwamba nchi za magharibi kupitia EU pamoja na Marekani wanajaribu kutengeneza ushawishi mkubwa kwenye hilo taifa la Ukraine kwa raia wa Ukraine, basi Urusi hapa ndipo walipoanza kuingia katika eneo hilo kwa ajili ya kuweza kupambana nao. Na baada ya yale mapinduzi sasa mwaka 2014, kwa maana ya maandamano yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo Viktor Yanukovych, kwa sababu alikuwa hana support kubwa kutoka kwa raia, na pia raia wale walikuwa wanapewa ufadhili kutoka katika nchi za kimagharibi, basi alipinduliwa mwaka 2014. Kilichokuja kutokea ni kwamba Urusi wao wakalazimika sasa kuiteka Crimea na kuunga mkono waasi wa mashariki mwa Ukraine ambao ndio mnasikia watu tunaoita ni Donetsk pamoja na Lugansk. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mapinduzi ya Maidani yalisababisha mchanganyiko wa sababu za ndani za Ukraine pamoja na sababu za Umoja wa Ulaya na sababu za Marekani na sababu za Urusi, ndipo yakatokea mapinduzi hayo ambayo yalikuwa ni moja kati ya mapinduzi ambayo yalipata nguvu kubwa sana. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mapinduzi haya ya Euromaidan aliyesababisha yatokee ni hao wa magharibi kwa maana ya EU pamoja na Marekani. Lakini swali kubwa sasa la msingi ambalo watu hapa mnatakiwa mlielewe, waliungaje mkono EU pamoja na Marekani? Waliungaje mkono? Je, walikuwa wako upande wa Urusi au walikuwa upande wa Ukraine? Na hapa ndipo ambapo nimeona watu wengi hata kwenye video vya kahawa wanajaribu kuchanganya mambo. Sasa nimekuja hapa kwa ajili yani tupate uelewa pamoja. Ni kwamba magharibi wao hawakupanga mapinduzi haya moja kwa moja, ila wao walikuwa wanaunga mkono waandamanaji wa Euromaidan pamoja na upinzani dhidi ya serikali ya Viktor Yanukovych kwa sababu zao maalum. Sasa walikuwa wanaungaje mkono? Hili ndio swali la msingi ambalo mnatakiwa kulielewa. Kwanza, walikuwa wanatoa msaada wa kisiasa kwa viongozi wa upinzani wa Ukraine. Viongozi wa magharibi wakiwemo maafisa wa Marekani pamoja na EU walikutana hadharani na viongozi wa upinzani wa Ukraine waliokuwa wakiongoza maandamano ya Euromaidan.
Wengine kama Victoria Nuland, nafahamu mnamjua, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya Ulaya. Wakati huo yeye alionekana kugawa kabisa chakula na kutoa msaada kwa waandamanaji katika ule uwanja wa Maidan. Kwa hiyo mnaona namna gani ambavyo walihusika. Lakini maafisa hao pia walikuwa wanatoa matamko ya kuunga mkono maandamano na kulaani serikali ya Yanukovych kwa kutumia nguvu dhidi ya raia, lakini kukataa kujiunga na EU. Lakini jambo jingine ambalo lilipelekea ni kwamba EU pamoja na Marekani waliweka vikwazo dhidi ya viongozi wa serikali ya Ukraine, wakidai kwamba wanawajibika kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo mashinikizo haya yakaongeza mvutano na kuyumbisha uongozi wa bwana Yanukovych, sababu Marekani walipogundua kwamba Yanukovych kuna baadhi ya viongozi ambao anashirikiana nao wenye maamuzi katika serikali ya Ukraine, walianza kuwawekea vikwazo wale viongozi. Na kabla ya na wakati wa maandamano, mashirika mbalimbali kutoka magharibi kama USAID, ile National Endowment for Democracy inafahamika kama NED, yalikuwa yanatoa msaada kwa asasi za kiraia, vyombo vya habari na makundi ya vijana nchini Ukraine kutengeneza kwanza serikali itawalike, kutengeneza propaganda pamoja na mambo mengine, ijapokuwa hawakufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa baada ya Yanukovych kukimbilia Urusi mnamo Februari 14, magharibi walitambua mara moja serikali mpya ya mpito pale nchini Ukraine, na walisaidia kifedha na kisiasa kuijenga tena serikali hiyo na kusaidia Ukraine kusaini mkataba na EU ambao awali ulikataliwa na bwana Viktor Yanukovych. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba walikuwa hawa watu wa magharibi walikuwa upande wa Ukraine, na walikuwa wanataka ile Ukraine ambayo inataka kujiunga na magharibi, sio Ukraine ya Yanukovych ambaye alikuwa yupo karibu sana na Urusi. Na ndio maana Yanukovych alikuwa akielekea kuimarisha uhusiano na Urusi, kitu ambacho kilikuwa kinapingwa vibaya mno na wananchi wengi wa Ukraine upande wa magharibi wa njio waliotaka kujiunga na Umoja wa Ulaya. Na magharibi wao wakaamua kuwaunga mkono raia wa Ukraine waliokuwa wakipinga uongozi wa Yanukovych, na walitaka ushirikiano na EU, sio wale waliotaka kuendelea kuwa chini ya ushawishi wa Urusi. Kwa hiyo kwa muhtasari ni kwamba, au kwa kifupi ni kwamba hawa EU wao ndiyo sehemu kubwa sana ya wale ambao walisababisha hiki ambacho kinatokea sasa hivi katika mataifa au katika taifa hilo la Ukraine. Kwanza kutaka Ukraine ijiunge na Ulaya, lakini pili kupinga ushawishi wa Urusi, tatu kuunga mkono harakati za demokrasia na kupinga ukandamizaji. Sasa hicho ndicho ambacho kilipelekea hao Warusi wakasema ni lazima wapambane, na kwa sababu Urusi walikuwa wanawapambania wale Donetsk pamoja na Lugansk ambao walikuwa wanazungumza lugha ya Kirusi, ambao walikuwa na uwawa sana wakiwa kule upande wa Ukraine. Na ndio maana bwana Vladimir Putin mmeona anazungumza, anasema sio Urusi ndio ambao iliamua kuanzisha operation, hapana, bali ni wao wenyewe walioilazimisha Urusi iingie katika hiyo special military operation na kuanza kuwasasambua mpaka leo tunavyozungumza. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.